Mungu ananilea Nkya ni mwenyekiti wa sasa wa Jukwaa la Katiba Tanzania. Kwa mimi Sheponda kujiunga chama cha upinzani cha ACT Wazalendo, nimeona tu kwamba ni haki yake kikatiba, kwa sababu kila raia wa Tanzania anayo haki ya kujiunga na chama chochote. Hakuna anayezuiliwa mradi ni raia wa Tanzania. Na watu wanaofikiria kwamba muda mrefu sijui kama hapo zamani alikuwa wa chama gani. Unadhani alikuwa wa chama gani yule? Na mimi sijajua, manake watu wengi watetezi wa haki wanakuaga kama sio wanasimama kama watetezi, lakini yeye kama sheikh ameamua kujiunga na chama cha siasa. Sioni kama ni kitu kipya mimi, kwa sababu kuna kuna watu wengi hapa Tanzania tu ambao ni watu wa dini, wa maaskofu ambao ni wanachama wa vyama vya siasa. Kwa mfano Askofu Gwajima ni mwanasiasa, mwanachama wa Chama cha Mapinduzi, ni mtu wa dini. Sheikh Ponda ni sheikh Muislamu, ameamua kujiunga na chama cha ACT, ni hiari yake. Sioni kama ni tatizo, isipokuwa jambo ambalo ni muhimu kuliko yote ni kwamba aweze kuweza kusimama pale kila anachoamini. Kama anaamini katika haki, anapokuwa ameingia sasa kwenye chama cha siasa, asimame katika haki na itetee haki kweli kweli. Sio tena kwa sababu kuna wakati vyama vya siasa vinaweza kufanya mambo mengine ambayo ni ukiukwaji wa haki na vitu kama hivyo. Kwa hiyo akisimamia kwenye haki, kwangu mimi sioni jambo baya, kwa sababu hata Askofu Desmond Tutu wa Afrika Kusini alikuwa mwanachama wa chama cha siasa, lakini alifahamika dunia nzima kutokana na misimamo yake ya kutetea haki. Mimi sioni, kwa sababu hakuna mtu yoyote, watu wa dini wanapaswa pia kusimama na masuala ya nchi, kwa sababu siasa ndo kila kitu. Siasa ndo, yani kuwa kwenye dini sio wewe unaongoza wanyama, unaongoza watu, na watu ni wenyewe, binadamu mwenyewe ni political being, ni mwanasiasa. Yani binadamu ni mwanasiasa, kwa sababu maisha ya binadamu ni siasa. Lazima kufanya maamuzi yanayogusa maisha ya binadamu. Kwa hiyo sioni kama watu wa dini wanapaswa kufungiwa wasiwe wanasiasa. Hapana. Isipokuwa tu inatakiwa unaposimama kwenye siasa, unasimama kwenye siasa, unakuwa mtetezi wa haki, unasimama hata kama ni kwenye chama chako. Ukiona kwamba mambo maovu dhidi ya wananchi yanafanyika kwenye chama chako, unasimama ukisema jamani, hiki chama chetu naona akifanyi vema kwa wananchi na vitu kama hivyo. Hiyo ndio inapotakiwa namna hiyo. Ninachomshauri ni kwamba asimame kama mtetezi wa haki kama alivyokuwa amesimama, na pia